Roho wa Mungu uliyekuwa na Barnaba na Paulo ukawatenga kwa ajili ya mataifa, na neema yako ikawa juu yao. Baba, naomba ya kwamba huduma hii inayofanyika leo iwe ni alama ya tofauti na ya pekee katika maisha ya utumishi wako. Utukuke na uimidiwe katika mioyo yetu, kwa kuwa wewe ni Bwana na Kristo Yesu uliye Bwana Mwokozi. Baba, naomba nikiamini. Amen. So nataka tuingie katika maandiko kiasi. Nataka tusome kitabu cha Kutoka mlango wa 18. Kutoka mlango wa 18. Kutoka mlango wa 18 mstari kuanzia mstari wa kwanza. Yeyote ambaye amepata yuko pale. Kuna ushauri na hekima ambayo mtumishi Jethro amezungumza hapo. Kutoka mlango 18 kuanzia mstari wa kwanza. Basi Yethro kuhani wa Midiani mkwewe Musa alisikia habari ya mambo hayo yote Mungu aliyokuwa amemtendea Musa na Waisraeli watu wake, jinsi Bwana alivyowaleta Israeli watoke Misri. Ndipo Yethro mkwewe Musa akamtoa Zipora mke wa Musa, baada ya yeye kumrudisha, pamoja na wanawe wawili katika hao. Jina la mmoja ni Geshomu, maana alisema, mimi nimekuwa mgeni katika nchi ya ugenini. Na jina la wapili ni Eliezeri, kwa kuwa alisema, yeye Mungu wa baba yangu alikuwa msaada wangu, akaniokoa na upanga wa Farao. Basi Yethro mkwewe Musa pamoja na mke wa Musa na wanawe wawili wakamwendea Musa huko nyikani, hapo alipokuwa amepanga kwenye mlima wa Mungu. Naye akamwambia Musa, mimi Yethro mkweo nimekuja kwako na mkeo na wanawe wawili pamoja naye. Basi Musa akatoka nje ili amlaki mkwewe, akasujudia na kumbusu. Nao wakaulizana habari, kisha wakaingia hemani. Musa akamwambia mkwewe mambo hayo yote Bwana aliyomtenda Farao na Wamisri kwa ajili ya Israeli, na mambo mazito yote yaliyowapata njiani, na jinsi Bwana alivyowaokoa. Yethro alifurahi kwa ajili ya wema wote Bwana aliowatendea Israeli, walivyookoa mikononi mwa Wamisri. Kisha Yethro akasema, na ahimidiwe Bwana aliyeokoa na mikono ya Wamisri, na mkono wa Farao aliyookoa watu hao watoke mikononi mwa Wamisri. Sasa najua ya kuwa Bwana ni mkuu kuliko miungu yote, naam, katika jambo hilo waliowatenda kwa unyeti. Yethro mkwewe Musa akamleta Mungu sadaka ya kuteketezwa na dhahabu, na Haruni akaja na wazee wote wa Israeli wale chakula pamoja na mkwewe Musa mbele za Mungu. Asubuhi yake Musa akaketi ili awapashie hukumu watu, na hao watu wakasimama kumzunguka Musa tangu asubuhi hata jioni. Mkwewe Musa alipoyaona yote aliyowafanyia watu, akasema, ni jambo gani hili uwatendalo hao watu? Bali wewe kuketi hapo peke yako na watu wote kusimama kwako tangu asubuhi hata jioni? Musa akamwambia mkwewe, ni kwa sababu watu hunijilia mimi wapate kumuuliza Mungu. Wakiwa na neno hunijilia, nami naamua kati ya mtu na mwenziwe, nami nawajuvisha amri za Mungu na sheria zake. Mkwewe Musa akamwambia, jambo hili ufanyalo si jema. Huna budi utadhoofika wewe na hawa watu walio pamoja nawe pia, maana jambo hili ni zito mno kwako. Huwezi wewe
sasa neno langu, nitakupa shauri, na Mungu na awe pamoja nawe, uwe wewe kwa ajili ya watu mbele ya Mungu, nawe umletee Mungu maneno yao. Nawe utawafundisha zile amri na sheria, nawe utawaonyesha njia ambayo inawapasa kuiendea, na kazi ambayo inawapasa kuifanya. Zaidi ya hayo, utajipatia katika watu hawa watu walio na uwezo, wenye kumcha Mungu, watu wa kweli, wenye kuchukia mapato ya udhalimu. Ukawaweka juu yao wawe wakuu wa maelfu, na wakuu wa 100, na wakuu wa 50, na wakuu wa 10. Nao wanaume watu hawa siku zote, kisha kila neno lililo kubwa watakuletea wewe, lakini kila neno dogo wataliamua wenyewe. Basi kwako wewe mwenyewe utapata nafasi zaidi, nao watachukua huo mzigo pamoja nawe. Kwamba utafanya jambo hili, na Mungu akikuagiza hivyo, basi utaweza kusimama wewe na watu hawa wote, nao watakwenda mahali pao kwa amani. Basi Musa akasikiliza neno la mkwewe, afanya yote aliyokuwa amemwambia. Musa akawachagua watu wenye uwezo katika Israeli yote, awaweka wawe vichwa juu ya watu, wakuu wa maelfu, na wakuu wa 100, na wakuu wa 50, na wakuu wa 10. Nao wakawaamua watu siku zote. Mashauri magumu wakamletea Musa, lakini kila neno dogo wakaliamua wenyewe. Kisha Musa akaagana na mkwewe, naye akaenda zake mpaka nchi yake mwenyewe. Rudia mstari wa 20 baba. 21. Mstari wa 20 na 21. Nao utawafundisha zile amri na sheria, nao utaonyesha njia ambayo inawapasa kuiendea, na kazi ambayo inawapasa kuifanya. 21. Zaidi ya hayo, utajipatia katika watu hawa watu walio na uwezo, wenye kumcha Mungu, watu wa kweli, wenye kuchukia mapato ya udhalimu. Awawekea juu yao wawe wakuu wa maelfu, na wakuu wa 100, na wakuu wa 50, na wakuu wa 10. Lengo kubwa la kuinua uongozi katika jamii ya Mungu. Yethro akaona Musa alikuwa amelemewa. Alikuwa na majukumu mengi aliyokuwa ameyabeba katika mabega yake. Alikuwa na kazi ngumu, anatoka asubuhi mpaka jioni, akiamua na kuelekeza watu wa Mungu katika masuala ya Mungu, na kuamua migogoro na tofauti zilizokuwa miongoni mwao. Yethro akapeana hekima, na hekima hii imekuwa msingi kulitunza hata kanisa mpaka siku ya leo, ya kwamba hakuna mtu peke yake anaweza kufaulu kuifanya kazi ya Mungu. Hakuna mtu ambaye ni shujaa unaweza kuifanya kazi ya Mungu peke yako. Aidha iwe ni katika ofisi yangu kama mchungaji kwa niaba ya jamii yote, iwe ni wewe kiongozi katika kitengo chako cha chini ulicho nacho, iwe ni ashari, hauwezi ukafanya wewe peke yako ukawa asha peke yako. Lakini Yethro kwa hekima ya Roho Mungu akasema hivi, chagua watu miongoni mwao, watu walio na uwezo, na uwezo aliokuwa na maanisha ameutaja pale, watu wanaomhofu Mungu, watu walio na hofu ya Mungu, watu wasiopenda fedha za udhalimu, watu ambao wanatembea kunyenyekea mbele za Bwana. Akamwelekeza Musa na akasema uwafundishe. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna udhaifu mkubwa ambao unaweza kupatikana ndani ya kiongozi yeyote, ni wakati Mungu amekupa mtu chini yako, lakini huwezi kumfundisha na kumwelekeza
aifanye kazi jinsi ambavyo inaweza kumtukuza Mungu. Unaona kwamba ukimfundisha na kumwelekeza atakuja akupite. Mara nyingi roho ya competition katika nyumba ya Mungu imezuia na kuua karama na vipawa vingi ambavyo Bwana ameviachilia katika nyumba yake. Kwa kuwa kuna kuokopa, unafurahia kushindwa kwa mtu aliye chini yako, ndio naona ni furaha yako. Wakati anashindwa kulifanya jukumu ambalo angelifanya kwa ajili ya Mungu, ndio furaha yako. Lakini Roho Mungu kwa kinywa cha Jethro anamwambia Musa, wafundishe jinsi itakavyowapasa kufanya ile ambalo wanatakana wafanye, alafu wapee majukumu waweze kufanya. Na akamwambia watu hawa watapumzika, nao pia watapumzika, na mtakuwa na wakati mzuri wa kumtumikia Bwana ulio na matunda mema. Jamii ya Mungu iseme amen. Moyo wa kiongozi yeyote yaweza kuwa hauko ofisini leo, lakini Bwana atakuja kukuweka katika ofisi nyingine wakati mwingine. Lakini moyo katika kiongozi ni kulea na kuelekeza walio chini yako. Walee na waelekeze walio chini yako waweze kuimarika. Ile siku kama kiongozi ukikosekana kanisani na huduma ambayo Mungu alikupa isifanyike kwa kuwa haupo, you are the biggest failure. Amen. Kama kuna kazi yoyote Mungu amekupa kufanya na isifanyike maana haupo, katika macho ya kawaida unaonekana ni shujaa, maana pepo litaonekana kubwa maana shujaa hayupo. Lakini pachoni pa Mungu, you are the biggest failure. Imekupasa kuinua mtu. Musa, Mungu alipoona amemlea Joshua, ametembea na Joshua. Neno la Mungu linasema Joshua alikaa hemani. Wakati watu wengine walikuwa wameondoka hawako, lakini Joshua hakuondoka hemani kwa kukutania. Alitaka kujifundisha mengi kutokana na Musa. Haikumsumbua wakati Musa alikuwa hayupo. Ilikuwa ni rahisi Mungu kumchukua huyu maana amefundishia. Kitengo chochote ambacho Mungu amekupea kutumika, your strength, nguvu zako ni kuinua watu wa aina yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni uimbaji, inua watu 10 wa aina yako. Ni guitar, ni keyboard, inua watu wengi wa aina yako. Ni kuhubiri, ni kufundisha, inua watu wengi wa aina yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Haupaswi kuogopa. Hii kazi ya Mungu haitaki uogope. Maana si yangu na sio yako, ni ya mwenyewe. Atailinda na kuisimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Ataisimamisha. Tumekuwa nyumbani mwezi mmoja, tukaketishwa na mama mmoja kule nyumbani, mama askofu mmoja. Akatuuliza, mtumishi wa Mungu, wakati mama huwa anakuja akisema tumepewa kanisa, salamu na kanisa, huwa ni kweli mnaambia kanisa mnaenda wapi, ama huwa anasema tu kwa vile anazungumza salamu mmekuja? Tukamwambia mama, sisi tuliofundisha kanisa kujua ya kwamba kanisa si letu. Kanisa lina mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na tukawaonya yule atakayekosa kuja kanisani maana pastor hayuko, yeye ni mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Na ikaonekana
unaona ni jambo kubwa sana, lakini haliji rahisi. Ni mpaka utayarishe watu waweze kujiamini ya kwamba Mungu amewaita. Bwana Yesu asifiwe. Waweze kujiamini, waweze kuwa na ujasiri ya kwamba kweli Mungu ameniita. Mpee nafasi. Akosee pale ambapo atakosea, mwelekeze. Amen. Hatimaye atakuja kusimama. Hakuna aliyesaliwa akiwa hodari. Watu hujifundisha na wakayafanya majukumu ya kazi ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. So Musa akatii sauti ya Jethro na akafanya hiyo kazi, akawateua viongozi na akawaweka katika nafasi. Na kweli kama Jethro alivyonena, Musa akapata pumziko. Maana kesi sasa zilizokuwa ni za chini na mashauri yaliyokuwa yanahitaji si lazima yamfikie viongozi wa kiwango kingine cha chini, waliwashughulikia watu wa Mungu. Na kukawa na utulivu na kukawa na amani katika jamii ya Mungu. Kanisa la Bwana liseme amen. Amen. Narudia hiki wapenzi. Mungu amekuweka katika kitengo chochote cha uongozi. Tayarisha watu aina ya moyo wako. Lea watu aina ya moyo wako. Ukikosekana kusipatikane pengo lolote, watu waone kana kwamba upo, kumbe haupo. Maana umepeana roho yako katika maisha ya watu wengi kwa utukufu wa jina la Jehova. Watu wa Mungu waseme amen. Na ikiwa Mungu atatusaidia kama jamii tukaelewe siri hii na msingi huu, ndugu zangu katika Bwana, yaweza tusiende katika mbio watu wanataka, lakini hatimaye jamii hii italeta mkuzo katika ufalme wa Mungu. Kanisa la Bwana liseme amen. Amen. Ikiwa tutaelewa siri hii ya moyo wa kuinua wengine, ikiwa hatutakaa katika kuogopa na kuona ya kwamba atanishinda, nikimweleza yote atanishinda, hatuko katika mashindano katika kazi ya Bwana. Kama mzazi, ni furaha yangu nione watoto ambao nimelea wakitumikiwa na Mungu katika kiwango cha juu sana. Faraja na fahari yangu kama mzazi. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu katika kitabu cha Timotheo wa kwanza. Tito mlango wa kwanza mstari wa 5. Usome yote. Tito mlango wa kwanza mstari wa 5. Kwa sababu hii nilikuacha Krete ili uyatengeneze yaliyopunguka na kuweka wazee katika kila mji kama vile ilivyokuamuru. Ikiwa mtu hakushtakiwa neno, naye ni mume wa mke mmoja, ana watoto waaminio, wasioshtakiwa kuwa ni wafisadi wala wasiotii. Maana imempasa askofu awe mtu asiyeshtakiwa neno, kwa kuwa ni wakili wa Mungu, asiwe mtu wa kujipendekeza nafsi yake, asiwe mwepesi wa hasira, asiwe mlevi wala mgomvi, asiwe mpenda mapato ya aibu, bali awe mkaribishaji, mpenda wema, mwenye kiasi, mwenye haki, mtakatifu, mwenye kudhibiti nafsi yake, akilishika lile neno la imani vile kama alivyofundishwa, apate kuweza kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima na kuwashinda wenye kupinga. Kwa maana kuna wengi wasiotii, wenye maneno yasiyo na maana, wadanganyaji, na hasa wale wa tohara, ambao yapasa wazibwe
vyao. Hao wanapindua watu wa nyumba nzima, wakifundisha yasiyowapasa kwa ajili ya mapato ya aibu. Mtu wa kwao, nabii wao wenyewe, amesema Wakrete ni waongo siku zote, hayawani wabaya, walafi wavivu. Ushuhuda huo ni kweli. Kwa sababu hiyo wakemee kwa ukali, ili wapate kuwa wazima katika imani. Wasisikilize hadithi za Uyahudi, wala maagizo ya watu wajepshao na yaliyo kweli. Vitu vyote ni safi kwa hao walio safi, lakini hakuna kilicho safi kwao walio wanajisi, wasioamini. Bali akili zao zimekuwa najisi, na nia zao pia. Wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu, bali kwa matendo yao wanamkana. Ni wenye machukizo, waasi, wala kwa kila tendo jema hawafai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Niruhusu wapenzi, siku ya leo niwatambulishe kwenu viongozi, kama vile ambavyo Bwana amenena na moyo wangu. Niruhusu niwatambulishe kwenu viongozi katika ofisi ambayo nitaiweka rasmi leo. Naita mbele yangu ndugu yangu Danika na mke wake. Ndugu yangu Josephat. Neno la Mungu limerudia katika kitabu cha Kutoka mlango wa 18 na katika kitabu cha Tito ambacho tumesoma. Roho wa Mungu amezungumza. Maneno haya yaliandikwa na waandishi tofauti sana. Musa na Paulo ni watu wameishi miaka mingi kati yao, lakini Roho wa Mungu, yeye ndiye aliye kiongozi wa kanisa, ananena mambo yanayokubaliana kwa yale yanayohitajika katika watu wanaowekwa katika ofisi kwa ajili ya kuongoza watu wa Mungu. Amen. Watu wasiokuwa waasiri, watu walio wa kiasi, watu wasiopenda fedha za aibu, watu wanaojilinda katika nidhamu yao, watu ambao watu watawazungumzia vyema katika ushuhuda. Kiongozi si kujua maandiko mengi. Amesema ya kwamba wanazungumza kwa vinywa vyao ya kwamba anamjua Mungu, lakini matendo yao yanakataa. Imempasa kiongozi matendo yake yazungumze. Matendo yake kiongozi yazungumze kuliko ushuhuda wake mwingi. Matendo ya kiongozi yazungumze kwa watu anaowaongoza. Amen. Nikaweza kutangaza ofisi hizi
Twende katika kitabu cha Petero wa kwanza. Petero wa kwanza mlango wa 5 mstari wa kwanza hadi wa 4. Petero wa kwanza mlango wa 5 mstari wa kwanza hadi wa 4. Na wasihi wazee walio kwenu, mimi niliye mzee, mwenzi wao na shahidi wa mateso ya Kristo na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye. Lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia, si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari, kama Mungu atakavyo, si kwa kutaka fedha ya aibu, bali kwa moyo, wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Na mchungaji mkuu atakapo wadhihirishwa, mtaipokea taji ya utukufu ile isiyokauka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Roho wa Mungu ananena mtumishi wa Mungu ya kwamba ichungeni kundi, shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers, not by compulsion but willing, not for dishonest gain but eagerly. Ukitoka nyuma hilo jambo hilo limekuja kwa Paulo na limekuja kwa Petero. Sema na msipende fedha za aibu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine ndugu zangu, kama tungekuwa watu wa kupenda fedha, hatungeendelea na hii kazi, maana nimtumikia Mungu zaidi ya miaka 10 na kitu. Hujui kama kuna kitu kinatokana watu wanapata. Natoka madhabahuni naenda kulala njaa. Lakini Mungu ni mwaminifu, maana fedha na dhahabu ni sawa. Baada ya dhahabu zote, ukijua ya kwamba tumeitwa kwa ajili ya Mungu. Sasa naweza kula kutokana na mapato yenu ambayo Mungu amewabariki. Naweza kula, naweza kupeleka watoto wangu shuleni. Maana si kuweka tamaa ya kutaka pesa. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba hakuna atakayetoka katika madhabahu haya aweke pesa mbele kuliko watu wa Mungu. Neno la Mungu linasema, lichungeni kundi lililo miongoni mwenu. Ndugu zangu, na waagiza kwa rehema za Mwenyezi Mungu, lichungeni kundi lililo miongoni mwenu. Lichungeni kundi kama waangalizi, si kama mabwana. Maisha yetu yawe ushuhuda. Maisha yetu iwakusanya watu wa Mungu watuzunguke. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yetu tunayoyaishi yawakusanya watu watuzunguke. Watu wampende Mungu kupitia maisha yetu. Watu wakaweze kuiga Mungu tuliye naye katika maisha yetu. Lilindeni kundi ambalo Mungu amelipea. Litunze. Funga bandage yule ambaye amevunjika mkuu. Mvumilie katika madhaifu yake. Biblia inasema kuna yule anayekuja kulipa. Baba yetu aliye mwaminifu atawalipa. Inataka moyo wa subira. Inataka moyo wa kuvumilia.
inataka kujinyima. Lichungeni kundi lilo miongoni mwenu. Rudia katika Kiswahili baba. Verse number 2. Mstari hiyo wa kwanza mlango wa 5. Wa pili tu mpaka wa 4. Lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia, si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari, kama Mungu atakavyo, si kwa kutaka fedha ya aibu, bali kwa moyo, wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, mtapokea taji ya utukufu ile isiyokauka. Kuna mchungaji mkuu tunayetumika chini yake. Tulilinde kundi lake. Tulilinde kundi lake. Si kama mabwana, lakini kama vielelezo. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Naligeukia kanisa. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza, ili niwaombee hao. Timotheo wa kwanza mlango wa 5. Mstari wa 17 hadi 19. Nataka nisungumze na kanisa. Roho wa Mungu anazungumza na kanisa. Timotheo wa kwanza mlango wa 5. Saba hadi 19. Timotheo wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 17 hadi 19. Wazee watawalao vema na wahesabiwe kustahili heshima maradufu, hasa wao wajitabishao kwa kuhutubu na kufundisha. Kwa maana andiko lasema, usimfunge kinywa ng'ombe apurapo nafaka, na tena mtenda kazi astahili ujira wake. Usikubali mashtaka juu ya mzee, ila kwa vinywa vya mashahidi 2 au 3. Naomba rudie tena. Mstari wa 17 hadi 19. Wazee watawalao vyema na wahesabiwe kustahili heshima maradufu. Hasa wao wajitaabishao kwa kuhutubu na kufundisha. Kwa maana andiko linasema, usimfunge kinywa ng'ombe apurapo nafaka. Na tena mtenda kazi astahili ujira wake. Nazungumza na kanisa. Hawa ni watu ambao wako miongoni mwetu. Kile kitu mara nyingi ambacho kimekuwa ni shida kubwa sana ni roho wa mazoea. Wakati mtu umekaa naye, roho wa mazoea amewafunga watu wengi wasipokee baraka kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Aliwafunga watu wa Nazareti, hawakupokea chochote kutoka kwa Yesu, maana walimuona miongoni mwao. Wayahudi hawakupokea chochote kutoka kwa Petero wengi, maana waliona ni mtu mfupi tu. Roho wa Mungu anamtumikia, anafanya miujiza, lakini wao wanasema huyu ni mfupi tu na mtu ambaye hakusoma. Ndugu zangu katika Bwana, wakati mtu Mungu amemheshimisha, amepeana kibali cha pekee juu ya maisha yake. Kanisa la Bwana liseme amen. Anaweza kuwa ni ndugu yako umezoea. Nilikuwa natamani, lakini tunakuja na wakati wa ordination. Maana leo ni kuwaweka katika ofisi. Lakini natamani siku ya ordination nipate hata members wa family. Maana mara nyingi kumekuwa na shida hata family kupokea mtumishi wa Mungu wakati anapoinuliwa miongoni mwao. Wanampokea tu mtu na jina lake bila wanavyomjua.
Bwana ameachilia juu ya mtumishi wake. Lakini niliongea na kanisa. Neno la Mungu linasema wanastahili heshima hawa wanaohutubu na kufundisha, wanaowatumikieni katika mahitaji yenu. Utamuita, atakuja kuomba nawe masaa ambaye amesimamisha shughuli zake tu ili akupate, kwa maana umemhitaji. Wanastahili kutambulika na kuheshimika. Ofisi hii ya Mungu haiendi na vyeti. Usione ya kwamba nimesoma na mshinda. Bwana Yesu asifiwe. Hii ofisi ya Mungu ni tofauti, inaenda na mafuta ambayo Mungu ameweka juu ya mtu wake. Wapokee kwa heshima ya utumishi ambao Mungu ameutambua. Kanisa la Bwana liseme amen. Na lisi kanisa kwa rehema za Mwenyezi Mungu. Wapokee hawa. Wapokee katika nafasi ambayo Mungu amewaheshimisha. Na kila ambacho Mungu amekiweka ndani mwako itaachiliwa katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina. Mungu akikuzungumzia, bariki mzee ndani kadina nguo, hata isiwe na mjadala. Upigie pastor simu muulize, pastor nilikuwa naona nibariki ndani. Roho Mungu akikuzungumzia, wewe mbariki. Ukiona bariki mke wake, bariki mtoto wako. Kama Mungu amekuzungumzia, fanya hivyo. Umeona wanunulie sukari, fanya hivyo. Umeona mbariki mama Dorcas, kwa kuwa ni mtumishi anayetaabika kwa ajili yako. Fanya hivyo kama vile ambavyo Roho Mungu amekuongoza. Unaifanya hivyo kwa ajili ya kutambua mafuta yaliyo juu yako. Ndugu yangu yuko hapa. Ukiona ya kwamba Mungu anakuelekeza kwa baraka kwake, kumpa kikombe cha maji, kumwalika kwako mpike chai mkunywe pamoja. Mtumishi wa Mungu jua, umeandaa dina kukule pamoja. Uko huru. Amina. Maana ninajua Roho wa Mungu amenisaidia katika jamii ya Springs of Life. Hatuko hapa kujenga ngome za utawala. Tu jamii moja katika uongozi. Bwana Yesu asifiwe. Tuko jamii moja. Tuko jamii moja. Amen. Tuko jamii moja. Ni mama yenu. Mbariki Mungu maana mmemfisha. Baraka. Wakati unapomtambua ya kwamba ni mama mzazi wangu wa kiroho, na kuna baraka ameibeba kwa ajili yangu. Chochote ambacho Roho Mungu anaweza kukuongoza kukifanya, kifanye ukiwa huru katika moyo wako. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nimewajua, jambo nimewaleta. Anajua Mungu aliyetuita kwa ajili ya kazi yake atakuwa pamoja nasi. Kama jamii katika uongozi, roho wa mafarakano hatapata nafasi. Roho wa competition hatapata nafasi katikati yetu. Tutamtumikia Bwana katika heshima ya mafuta yaliyo mahali. Amen. Amen. So, tutaandaa siku ya kuwawekea mafuta. Lakini kwa leo nilitaka niweke wazi na ni katika ofisi gani watahudumu. Ndugu yangu Danica, kuanzia leo usiogope muita Pastor Danica. Kuwa huru muita mchungaji. Bwana Yesu asifiwe.
ambazo tunazifanya katika nyumba ya Mungu atakuwa katika kitengo cha administration. Mambo ya kuweka mipangilio katika nyumba ya Mungu, upande wa administration ni kazi ambayo nimetambua juhudi ambazo Roho wa Mungu ameweka ndani mwake. Nimeheshimu na nimetambua mapengo mengi ambayo yamezibwa kwa ajili ya Mungu kumuinua na kumpa msigo huo katika administration. So department yake kuu atakayoilenga ni administration, kuweka mipangilio ya mambo, kuhakikisha kama jamii tuko sawa. Amen. Nimemsimamisha mke wake, maana yeye ndiye atakaye msunguka katika yote watakayoyafanya. Wengine watakuwa wanazungumza kama jamii, na yeye ni wa muhimu katika mwito huu ambao Mungu ameweka katika mume wake. Bwana Yesu asifiwe. Mama, una jukumu la kumlea, una jukumu la kumketisha chini na kumuonya pale ambapo unaona mapungufu. Una jukumu la kumwelekeza na kumwambia, mume wangu, hapo ukifanya hivi mimi sione kama ni baraka. Kwa kuwa maana hiyo Mungu amemweka katika mikono yako. Itakubidi mama, wakati mwingine utasacrifice. Itachukua muda wako, itahitaji fedha mama, kwa ajili ya kulinda kazi hii yako. Itahitaji moyo mkuu katikati ya makwazo. Na makwazo ni mengi. Itahitaji moyo mkuu. Ukikata tamaa wewe, hataweza. Akirudi nyumbani amechoka, amevunjika moyo, wewe ndio faraja yako. Kama uko katika competition, uko pale kuhakikisha yuko sawa. Ukihakikisha yuko sawa, kanisa litakupokea kwa sawa, kwa utukufu wa jina la Bwana. Ndugu yangu Josephat ni mchungaji, amekuwa na hudumu katika kanisa kule Kinango, kanisa la Pefa. Na sio hiyo peke yake, anashuhudia misingi ya Springs of Life ikianzishwa huko. Amekuwa baraka kwangu kwa masuala mengi ya kiroho. Nina ushuhuda kuhusu maisha yake. Nimeona kumtambua kazi ambayo amekuwa anaifanya, kutambua mafuta aliyowekewa juu yake katika ofisi ya mchungaji. Na kuanzia leo na liruhusu kanisa kumwadress kama Pastor Josephat. Nimemtenga kama mzazi mwelekezi katika watoto wetu. Ni mzazi mlezi mzuri kwa maisha ya vijana. Amewalea wengi na nina ushuhuda. Na wengi leo wamesimama hata katika ndoa zao na katika huduma. Nilipokuwa nyumbani, bibi za wachungaji wengi ni mmoja waliokuwa members wao katika praise and worship kanisa la nyumbani. Sasa hizi ni watu wametunza huduma na wanaendelea vizuri katika nyumba zao. Kwa muda huu ambao Mungu amemweka hapa, nimemtambua atumike. Apeane moyo wake kuwalea na kuelekeza watoto wetu. Na waomba vijana wetu, fungueni mioyo yenu. Mpokee kama mzazi mlezi. Na weka jukumu la pili, maana mwaka huu mtumishi wa Mungu akiwa hapa, naenda kuwa na kazi ya uinjilisti katika kanisa hili. Kuliko miaka zingine, ndugu yangu anapata ground ya uinjilisti. Ofisi mbili naweka katika mapeka yake. Ale vijana wetu awe coordinator katika department ya uinjilisti. Maana pale ndipo nguvu yetu kama kanisa. Amen. 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 Unabidi yako hapa.
huduma ya uinjilisti wakati kanisa imeanza, tukiwa uwanja wa Jogoo, jimbuko letu tukiwa uwanja wa Jogoo katika open air. Alipokuwa mtumishi wa Mungu ananiambia vile Mungu anamsukuma, nikawa namkumbuka huyu, maana kama hatungelitoka hatungelipata. Lakini katika huduma ya Jumapili tu hivi tumetoka nje, akiwa pindi mdogo hivi, lakini akapeana maisha yake kwa Kristo. Ameilinda imani kama mzazi. Nina ushuhuda na hakika na kila ambacho Mungu ameweka ndani mwake. Na niruhusu kanisa kuanzia leo tumtambue kama Pastor Alice. Yeye atakuwa katika ofisi ya associate pastor. Mwanachini wa pastor. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atahudumu kama associate pastor. Nikiwa siko, wakiwa wote kama timu. Nikiwa niko, kuna majukumu atayashikilia kama msaidizi katika ofisi yangu ya assistant pastor. Kanisa la Bwana liseme amen. Naomba mpokee kwa jina la Yesu. Tunapomwona huyu kwetu sisi kama jamii ni mama. She's a mother figure. Ni sura ya mama kwetu kama jamii. Ni kama kifuniko kinachofunika jamii ya Mungu mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ajili ya mafuta ambayo Bwana ameyaweka juu ya maisha yangu, amekuwa baraka. Ndiposa Mungu ametufikisha hapa tumefika. Bwana asifiwe. Amekuwa baraka ndugu zangu. Amekuwa baraka katika maisha yangu. Kitambo kanisa mlipokee. Amefanya kazi kubwa. Mshukuru Mungu wako. Wakati mwingine rukaa chini na akaniongelesha mambo ambayo nyinyi hamwezi mkaiongelesha kwa ajili ya kunisaidia katika maisha yangu ya huduma. Akasema wakati tumekuwa nyumbani, ndugu zangu wakasema yeye amezoea kasi dhambi. Mmoja alikemewa na akasema hapana, hizi pasta muite mume wangu. Lakini sasa yeye anaita pasta kule nyumbani. Sasa jamii yote akasema ukiona mtu mchungaji mume wake anamuita pasta. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mchungaji mke wake anamuita pasta, basi yule mtu ana kibali cha Mungu. Sasa yeye ni kibali chake. Ameniheshimisha mbele ya familia. Amen. Hakuna roho ya mazoea juu ya mke wangu kwangu. Ananitambua kama mchungaji wake. Na yeye ni rafiki yangu, yeye ni mke wangu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa ajili ya hiyo, najua hii kazi ya Mungu itafika mbali. Kuzimu haitaweza. Maana yeye ni indicator kwangu. Na waruhusu jamii. Maana na mama bado ni kubwa tu sana. Lakini na waruhusu majina hayo yote yatumike. Ukitaka muite mama, Mungu akubariki. Lakini kutokea leo na kuruhusu kumuita pastor. Ofisi hizo nimesipeana. Ofisi hizo nimesipeana, maana roho Mungu amenipa jukumu. Paulo anamwambia Tito, nilikuwa ajili ya hiyo nilikuacha Krete. Kwa ajili ya hiyo Mungu aliniinua hapa, ili nikainue uongozi na kuuweka katika nafasi. Ikiwa mtasipokea hizi nafasi na heshima na mafuta haya ambayo Bwana amepeana, Mungu atawabariki. Amen. Mungu atawabariki. Ikiwa mtawapokea na kuheshimu nafasi hizi ambazo Mungu amezitambua juu yao, Mungu atawabariki. Kwa ajili ya hiyo basi,
Kwa ajili ya hiyo, naomba tusimame kama jamii. Watoto wa Florence hapa wapi? Sio kwa wazazi kama huko karibu. Mzee nilimtarajia lakini ameenda kazini. Watoto wako wapi hapa? Kama wapo, waambie waje. Na watoto wangu njooni huko. Songesha hizo meza kiasi hivi. Kuna mambo mengi Baba utahitaji katika maisha yako Roho. Kwa kuwa nyumba imebeba jina la Mungu na mafuta katika utumishi. Dorcas ni mama, utakuwa naye kama kila siku. Kila siku atakuwa nyumbani. Utakuwa naye kama vile ambavyo siku zote umekuwa naye. Lakini tazama, kuanzia leo mbingu zimeona vyema ya kwamba Mungu amheshimisha kumtumikia. Unamaanisha sana katika maisha yenu. Kuna vita vingine vitakuja juu ya maisha yenu vingi tu kwa ajili ya mafuta na mwito ulio juu yake. Itakuwa muwe tayari kushikana mikono ukaweze kushinda. Na ni furaha ya shetani ya kwamba aibu isunguke nyumba yenu kwa ajili ya mafuta hayo. Lakini nawaomba kwa rehema za Mwenyezi Mungu, mkamtambue na mkampokee, si kama mama tu, ni mama lakini mtumishi ambayo ameinuliwa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Msunguke moyo wa msaada kwake kwa utukufu wa jina la Bwana. Wanangu, nashukuru ya kwamba mmeheshimu mafuta ya utumishi ambayo mlizaliwa mkayapata yakiwapa yakifanya kazi. Mungu awainue na Mungu awasaidie ndani yenu. Kazi hii ambayo Bwana ametuitia ilete mkuso katika maisha yenu, ili wanyenyekeze, muwe na hofu ya Mungu. Eli akaambia watoto wake, mtu akifarakana na Mungu na mwanadamu mwenzake, Mungu anaweza kuingilia kati. Lakini mtu akifarakana na Mungu, nani atakayeingilia kati? Watoto wetu na wasihi, nyumba zenu zimebeba jina la Mungu, zimebeba mafuta ya Mungu. Jitunze kwa ajili ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wetu. Naomba watumishi wa Mungu waweze kuja. Simame nyuma yangu. Weza kupika mafuta.
na umbali ambao umetuleta kama jamii, ya kwamba Bwana, kwa ajili ya kazi uliyotuitia, tuko katika kipindi spesheli Bwana, ya kwamba wewe umekusudia Mungu kutuinua katika, na leo hii Mungu tumekusanyika hapa watumishi wako Baba, nikikushukuru kwa neema ya pekee na kwa uaminifu wako Mungu, na kwa kazi njema ambayo ulianzisha katika maisha ya watumishi wako Baba, kwa jina la Yesu Kristo. Wewe Mungu usiyebadilika wala kuliondokea neno lako, wewe ulitazamaye neno lako ulitimiza. Bwana wa rehema, tumekusanyika Mungu kwa mioyo ya hofu na unyenyekevu Baba, nimeinua uongozi huu mbele ya kusanyiko la watu wako, mbele ya ushahidi huu Baba, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana, kuanzia leo Mfalme ukawafanyie mioyo ya nyama iumbike ndani mwao Baba. Naomba uwape mioyo iliyo mikuu, uwape mioyo mikuu Baba, uwape mioyo mikuu, mioyo ya kuvunjika na kutetemeka Bwana mbele zako, mioyo ya hofu Mungu isikiapo neno lako Bwana. Baba yetu uliye mtakatifu, kwa Roho wako mtakatifu Bwana Mfalme, kwa kuwa kabla ya msingi ya mbingu na nchi ulijua watakutumikia Bwana. Maeneo yanawangoja, mataifa yanawangoja kwa uwezo na mamlaka yako Baba. Naomba kibali juu yao mbele ya kundi hili ambalo umewapa Mungu kulilea na kuliongoza, kwa jina la Yesu uwape kibali Baba. Ninaomba Mungu ya kwamba katikati ya makwazo na kuumizwa Baba, hawatakata tamaa, bali watawakumbatia wote Mungu, watawakumbatia Bwana kwa ajili ya msalaba, kwa uwezo na rehema, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Mungu wa baraka ya kwamba lisiweko lolote pingamizi, kusiweko na mazoea na ukawaida Mungu, lakini Baba, nyuso zetu zikatafute uso wako, tukafanya yaliyo mapenzi yako, tukayafanya yanayokupendeza Mungu, nawe utukuke, kwa kuwa wewe ni mwaminifu Jehova. Asante Mungu wa baraka. Mungu, naomba wakubalike, naomba wakubalike katika jamii walizozaliwa, wakubalike katika madhabahu haya, wakubalike Mungu katika ujirani, popote watakapoenda Baba, watambulishe kwa neema yako, maana wewe ni mwaminifu. Asante Mungu wa baraka. Pokea utukufu na heshima, adhama na uweza na mamlaka, yote ni vyako. Roho wa Mungu awezeshe, palipo na hukumu, palipo na kung'ang'ana, wape wepesi. Sauti yako Mungu ikawaandame kutoka nyuma, ikawaelekeze, wape hekima katika maamuzi wanayoyafanya, kwa utukufu wa jina lako, ya kwamba uovu na aina ya dhambi wayo yoyote si sehemu yao na si fungu lao. Asante Bwana, asante Mungu mkuu, asante kwa uaminifu wako, asante maana umetenda Baba. Pokea utukufu, pokea heshima, maana Mungu imekupendeza. Ninawaachilia Baba mikononi mwako Baba, watunze na ukawalinde Baba, kwa ajili ya mwito huu mkuu, kawanyweshe Bwana, kawalishe katika mamlaka na uaminifu wako, maana wewe unastahili. Asante Mungu mkuu, tunakupenda Baba, tunakubariki, maana umeona vyema hili likitendeka siku ya leo. Kama jamii tunasema Baba ni asante. Tunyoshe mikono yetu tumwambie Bwana asante. Asante Mungu kwa uaminifu wako, asante kwa kibali, asante kwa makusudi yako, asante kwa rehema zako, asante maana mbingu zimeona vyema
katika utukufu na mamlaka yako. Baba, wewe unastahili. Hakuna kama wewe, kimbilio na msaada, ngao na kingao, katika utukufu na heshima. Kwa Kristo Yesu uliye tumaini letu, uliye Bwana, uliye Mwokozi, uliye mwenye nguvu na mamlaka. Baba, natangaza kuwatenda na kuwaweka watu kwa ajili ya kazi yako. Kanisa liseme amen. Tume Bwana sadaka uliye juu mbinguni, katika jina la Yesu Kristo. Nimewapokea mtumishi wako katika madhabahu haya. Wamerudi nyumbani. Ulipowaita walikuwa katika madhabahu haya. Bwana, kumekuwa na vita vingi. Kumekuwa na maoneo. Kumekuwa na changamoto. Kumekuwa na makwazo katika njia yao kutumikia Bwana. Lakini Mungu haujawaacha. Umekuwa mtetezi Baba, na tumeona uaminifu wako. Kama si wewe Mungu, hawangeliishi siku ya leo. Lakini uaminifu wako umewatunza Baba. Katika shimo lililokuwa limejaa matope kwa ajili ya huduma, uliwainua kwa mkono wako wa kuume. Umewaheshimisha mbele ya makundi ya watu kwa ajili ya heshima ya jina lako Baba. Wamerudi katika madhabahu haya ikiwa ni Jumapili ya kwanza tunapoanza mwaka. Baba, tunanena neema ya wazazi juu yao. Neema ya wazazi. Neema ya wazazi. Neema ya wazazi juu yao. Mungu, neema ya wazazi ambayo Bwana italeta divine connections, ambayo itapanua network zao, ambayo itawapa kibali, ambayo itawapa ushindi katika vita. Baba, naomba kwa jina la Yesu ya kwamba maadui watakaoweka vikao katika siri Baba kupanga mabaya juu yao na familia zao, natangaza katika mamlaka ya jina la Yesu Kristo ya kwamba Bwana, vikao vyote vitakavyofanywa kinyume na makusudi yako juu ya maisha yao, tunatangaza kwa jina la Yesu hazitafanikiwa, na ajili ya roho kuchanganyikiwa katika makundi ya watu waovu, katika maeneo wanaotoka wachawi na wakanga wanaokula viapo kupikana na kazi yako Baba, kwa jina la Yesu tunatangaza haitafanikiwa. Mfalme uliye mkuu, ukawatambulishe wazi mbele za makundi ya watu wanaowatumikia ya kwamba umewaita, ya kwamba Bwana umewaita. Uwaheshimishe Bwana, kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Mungu wa baraka, tunakutukuza na tunakubariki. Wanaopingana nao, wanaotoka magharibi, wanaotoka kaskazini, wanaotoka kusini na magharibi, Bwana, kwa heshima ya jina lako waanguke Bwana, kwa utukufu wa jina lako, kwa kuwa wewe ni Mungu. Baba, naomba uinue viwango hadi viwango. Baba, naomba kibali na heshima yako iwe juu ya maisha yao katika jina la Yesu. Ishara na miujiza zikaandamane na kazi wanayoifanya, na wengi wakasadiki katika jina lako, maana wewe ni mwema. Naomba amani katika ndoa zao. Naomba ulinzi juu ya watoto wao. Watoto wao wamesalimika Bwana, kwa utukufu wa jina lako. Hakuna mishale itakayowapata watoto wao Baba. Wamelindwa, watoto wao wamelindwa Bwana, kwa kuwa Bwana umewazunguka kwa rehema na fadhili zako katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu mkuu. Watu watakaoinuka kujifanya marafiki wao wakiwa na njama fiche Baba, kwa jina la Yesu tunawatenga nao, tunawatenga nao kwa jina la Yesu. Neema yako iwasimamishe, neema yako iwatambulishe Bwana, neema yako iwalishe, wanyweshe, neema yako iwapishe, kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Asante Mungu mkuu. Baba, katika mwanzo wa mwaka huu, moto wako Mungu Bwana wa rehema
uwasunguke kwa ajili ya ulinzi katika safari zote Bwana, katika hila zote Bwana, moto wako wasunguke Mungu, wakaweze kusalimika, maana wewe ni mwaminifu. Asante Mungu mkuu, pokea utukufu na heshima, maana hawatafanya vita hawa, lakini ni wewe utakayefanya kwa ajili yao. Jitukuze kwa mamlaka na rehema zako, ukalete utiifu na kibali juu ya uongozi wanaofanya kazi chini, wanaofanya chini yao Bwana. Uwape kibali, uwape mshikamano, roho za marumbano na mabarakano. Baba mtakatifu, nasiangusha hasina mamlaka katika madhabahu wanazoyatumikia katika jina la Yesu Kristo. Kuwe na utiifu na heshima juu ya mafuta haya, maana Bwana wewe ni mwaminifu. Asante Mungu mkuu. Baba, wasikose mkate, Baba ukawalishe, kawalishe Bwana, kawanyweshe, ukawainue watenda kazi watakaosimama kufadhili huduma uliowapea, kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Uwape watu waaminifu na watiifu watakaowatambua kama wazazi, kwa heshima ya jina lako, kwa Kristo Yesu uliye Bwana Mwokozi. Baba, nakubariki. Amen. Thank you Lord.